Ufuo na ufukwe wa Bahari Hindi unamu na muundo wa kuta za maeneo ya kihistoria, usanifu mzuri wa Kiswahili na Kiarabu. Mapembe ya ndovu. Mapembeni. Ni sehemu ambayo watu wengi waijua kwa jina la Mapembeni. Wengine wanapaita Uhuru Garden. Hii sehemu iko kwenye eneo ambalo zamani likijulikana kama Kilindini Road. Na Kilindini Road ni kutoka Port Gate mpaka hapa kushikana na roundabout ya Fontanella mjini Mombasa. Lakini ilikuwa inaendelea zaidi na kupita upande huu wa Kinyasinema na kwenda mpaka karibu na Treasury Square. Ni moja kati ya mahali pa utalii. Ni moja kati ya sehemu ikoni inayoitambulisha Mombasa. Mara nyingi tumekuwa tukifahamu ya kwamba Mapembeni inajulikana kwa mapembe yake, lakini Mapembeni pana historia yake. Katika kukutambulisha historia halisi ilivyo, pembe zile zinatokana na biashara ya mapembe ambayo imeendelea kwa muda mrefu sana tangu kabla ya Waingereza kuchukua mamlaka ya utawala. Kisha baada ya wao kuchukua utawala, biashara ile iliendelea kwenye mji huu, hususan eneo la mji wa kale au kipenda Old Town, Kibokoni, Baghani na kufikia Forodha ya zamani ambayo ndio ilikuwa bandari rasmi ya mji wa Mombasa kabla ya kuhamishwa na kupelekwa pale ilipo sasa hivi ambapo panajulikana kwa jina la Kilindini. Pembe zile zimewekwa kama ishara ya kwamba hapa pana biashara ile. Sehemu kubwa ya mji wa Mombasa kwanza ilikuwa ni pori, kwa sababu mji kabisa ulikuwa ni sehemu ya Old Town. Hata Mwembe Tayari ilikuwa ni sehemu, ilikuwa pori wakati fulani. Na ukiangalia picha za zamani kabla ya kujengwa Makupa Causeway, ile bridge, utaona kwamba palikuwa pako namna gani pale. Biashara ya pembe za ndovu inajulikana kwa uharamu wake. Kwa hakika ukitaka kujua biashara hii, ingawa sasa hivi yaambiwa ni haramu, ni kwamba wakati huo ilikuwa kuuza pembe ni kama kuuza maembe unavyoona hivi sasa hivi. Na ilikuwa ni pembe ambazo si kwa kuwa zilikuwa zikiuzwa humu tu, zikienda Uingereza, zikienda Marekani, na wakifanya kwa sababu eneo la serikali lilikuwa ni sehemu baina ya njia kuu na Mbaraka Hinawi Road au kipenda Mbaraka Hinawi Street mpaka kwenye eneo la Forodha ya zamani, Old Port. Hiyo ndio ilikuwa serikali ilipo. Bunge, polisi, mabalozi, ofisi ya utawala ya Imperial British East Africa, zote zilikuwa kwenye eneo hilo ambayo kwa maarufu wakati huo likujulikana kwa jina la Government Square. Mapembe yale yalijengwa kumkaribisha Malkia Elizabeth wa pili wa Uingereza. Zilijengwa kwa sababu hiyo, kwa sababu pembe zile zilipowekwa ilikuwa ni kama kumkaribisha Malkia Elizabeth wa pili. Sehemu ya Mapembeni au ukipenda Uhuru Garden ni
sehemu ambayo iliwekwa zile pembe. Kwanza zilikuwa ni za mbao zikiwa zimefunikwa vitambara au canvas tonobari mwaka 1952, lakini kufikia mwaka 1956 ziliweza kurekebishwa na kufanywa zikawa pembe za aluminium, kuwekwa mabamba aina fulani ambayo mpaka sasa ndivyo inavyoendelea. Usisahau kuungana nasi katika kipindi hiki tukiwaleteeni Liwale alikuwa ni gavana wakati wa sultani, lakini alikuwa na mawaziri wake na wasaidizi, ambapo bunge lao la kukutana ilikuwa ni pale, ndio baraza yao. Kwa hivyo ile kwa hakika kihistoria ni bunge la kwanza nchini Kenya. Nyuma ya Kamas Joint pana Alice Curio. Kabla ya kuuzwa sanamu vya Curio, Alice Curio ilikuwa ni police station ya kwanza Mombasa na nchini Kenya kwa jumla. Ubavuni mwa Alice Curio, ukienda upande wa Barakinawi au Vasco da Gama Street zamani, pana nyumba ina mti na watu ambao wameweka shanga wanauza. Ilikuwa ni benki ile. Baada ya benki palikuwa na duka wenyewe, sasa hivi waliita duka la Jim. Kulikuwa na muhindi mmoja baniani akiitwa Jim. Vijana wengi wa Kibokoni wamfanya kazi pale, na wa Old Town kwa jumla, mji wa kale wote walikuwa wakishughulika pale na kazi za kuzungusha watalii wakitembea. Duka la Jimmy ndio lilikuwa ofisi rasmi ya kampuni iliyokuwa inasimamia utawala kwenye eneo hili, ambao ni Imperial British East Africa. Mbona historia ikupite? Mbona usijue uhalisia wa miji yetu ya pwani? Ni hapa hapa katika kipindi hiki Kurasa za Historia.